Haleluya. Na kusalimu sana katika jina la Yesu. Ulio kuwa barabarani, wewe unafanya kazi yako, na wewe uko hapo nyumbani, na wote ambao wanasikia na wengine wanatazama, Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Nataka nisome kitabu ambacho ni cha Isaia. Kitabu ni cha Isaia 4:1. Isaia 4:1. Maandiko inasema hivi: katika siku ile wanawake 7 watamshika watamshika mwanaume mmoja, wakisema tutakula nini? Tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe, ila wewe uturuhusu tuitwe kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Hebu sikia ya kwamba nyakati zile kutakuwa na wakati, na ninaamini ni wakati huu, ambao wanawake 7 watajishikilia kwenye mwanaume mmoja, na watakuwa wakisema ate tutakula nini? Tutakula chakula chetu wenyewe na tutavaa nguo zetu wenyewe, ila tu uturuhusu tuitwe kwa jina lako. Sikia, ati ili utuondolee aibu yetu. Sikia hiyo unabii. Huu ni unabii ulionenwa na Isaia kuhusu nyakati ambazo tuko za hao wanawake 7, na tuko katika wakati ambao ni wa 7, nyakati 7 za kanisa. Sisi ndio wanawake wale wa 7 sasa, au nyakati zile ambazo zilizonenwa za makanisa 7. Ukisoma Biblia kitabu cha Ufunuo utasikia makanisa 7. Kanisa inafananishwa na mwanamke, na sasa maandiko inasema nyakati zitafika ambayo hawa wanawake 7 watasema, watajishikilia kwa mwanaume mmoja, na ndiye Kristo, lakini watasema aturuhusu tuitwe tujitanishe na jina lako, lakini kama ni mavazi tuko na nguo zetu wenyewe, kama ni chakula sisi tuko na chakula chetu, hata pesa tuko na zetu, lakini kwa sababu ya aibu watasema waitanishwe na mwanaume huyo, lakini hawana kazi na yeye. Hiyo ni unabii iliyonenwa na inatimia katika nyakati hizi ambazo tuko. Hii unabii inatimia haswa katika kiroho, sio haswa sana ati katika mwili. Maana kama ni habari ya wanaume kuoa wanawake wengi ilikuweko hata katika wakati wa zamani, lakini sasa hii neno haisemi kuhusu wanawake ambao ni wa kimwili, inahusu wanawake wa kiroho. 7 ni makanisa 7 iliyoandikwa kitabu cha Ufunuo wa kwanza, ya kwamba hizi kanisa 7 ambazo ni nyakati za mwisho watakuwa wakijishikilia tu kwa Yesu, yani tu ni kujishikilia tu, lakini wanasema tunataka tu tuitanishwe kwa jina lako, lakini ikifika ni nguo, ni mavazi, ikifika ni hii tuko nayo, ni kwa jina tu watakuwa wakiitanishwa na yeye, lakini hawana uhusiano na yeye na ni Yesu. Maana maandiko inasema ya kwamba
ya kwamba watakuwa wako na mikate yao wenyewe. Kama ni chakula au mikate yao, wako na mikate yao wenyewe. Hata maguo wako na nguo zao wenyewe. Ni jina tu anataka kuitanishwa na yeye. Hiyo ni kusema nini? Chakula au mkate inamaanisha neno. Maana maandiko inasema mwanadamu hataishi kwa mikate, bali ataishi kwa kila neno itokalo katika kinywa cha Mungu. Na Yesu alipokuja alisema ya kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, ambaye yeye mwenyewe. Yesu ni mkate wa uzima, neno lake ni mkate wa uzima. Kwa hivyo hawa wanawake 7 ambao ni makanisa ya leo, wako na mikate yao, wako na mavazi yao. Mavazi inamaanisha utakatifu wao, lakini tu wanataka kuitanishwa na Yesu. Lakini mkate sio ule wa Yesu anawapea. Kama ni mavazi, utakatifu sio utakatifu ule wa Yesu. Wako na utakatifu wao. Hivyo ndivyo hii neno linanena. Na ni hizi siku ambazo tuko. Maana watu wengi wanataka kuitanishwa tu na Yesu, lakini ikifika ni kufuata Yesu, hawana habari na yeye. Ikifika ni kutegemea Yesu, hawategemei Yesu. Wako na chakula zao, wako na mafundisho yao, wako na utakatifu wao, lakini hawataki kufuata hiyo ya Yesu, bali wanataka tu waitanishwe na Yesu. Na hivi ndivyo ilivyo siku ya leo. Watu wengi wanajitanisha tu na Yesu, ni kwa jina tu, lakini wako mbali na Yesu. Matendo yao iko mbali na Yesu. Ni kwa jina tu wanajitanisha. Na hivyo ndivyo ilivyo. Sasa hivi watu wanajitanisha na Yesu. Hata vilabu wanajitanisha na Yesu. Unapata kilabu imeandikwa blessing, yani blessing bar, na ingine inaandikwa glory bar. Inataka tu kuitanishwa na mambo ya Mungu, lakini sio Mungu ako ndani. Ndio kila mtu anajitanisha na Yesu, kwa biashara na Yesu, lakini ndani yake hategemei Mungu. Ameweka tu jina kwa sababu ya faida zake mwenyewe, sio kwa sababu anamjua Yesu, lakini ni kwa sababu ya faida zake mwenyewe. Na wengine tu kwa sababu ya kuaibika, wasije wakaambiwa hawana mwanaume, yani hawana Yesu, lakini wako na kwa jina tu. Na hiyo ni hatari. Maana hivyo ndivyo ilivyo nyakati za leo. Maandiko inasema nyakati hizo za mwisho watu watakuwa na majina, lakini majina hayo yatakuwa hayana matendo. Ya kwamba ndio uko na jina, lakini hakuna matendo. Ndio watu wanajitanisha na Yesu, lakini hawamjui. Ndani yao wako mbali na yeye. Hata wakora wamekuja wakijitanisha na Yesu. Hata waganga wamekuja wakijitanisha na Yesu. Ndio kanisa zingine za waganga, lakini wanajitanisha tu na Yesu, lakini kumbe mtu ni mganga. Na mwingine anajiita nabii wa Yesu, lakini ni mganga. Yale mambo anaambia washirika wafanye ni uganga. Atakuja na picha na ukuje na mchanga. Atienda utafute suruali ya bwana yako, uilete, tutamuombea. Huyo ni mganga. Huyo sio mnabii. Huyo ni mganga. Hizi ni nyakati za makanisa hiyo 7. Hawa wanawake 7 wanajitanisha tu na Yesu. Ni jina tu wako nayo, lakini hawamjui. Mafundisho sio ya Yesu. Utakatifu na njia zao sio za Yesu. Sheria zao ni za wanadamu, sio sheria za Kristo. Ni nyakati hizi za hatari. Hati nyakati zitafika
ambazo mwanamke mmoja, ambayo mwanaume mmoja atashikiliwa na wanawake 7. Makanisa ni Yesu na makanisa 7 wanajitanisha tu kwa jina la Yesu, lakini wako mbali na yeye. Ati wanasema tunataka tu tuitanishwe na wewe, lakini mavazi tuko na yetu, mikate tuko na yetu, chakula tunajipikia, wewe tu ni jina. Sikia, lakini wao yani ni washerati, ni jina tu, wanaitanishwa na huyo mwanaume, lakini ni jina tu. Watoto walio nao sio watoto wa huyo mwanaume, ni jina tu. Huyu mwanaume ni jina tu, lakini watoto sio wake. Hata hajui wanakula nini, hajui hata wanakunywa nini. Maana wanawake hao hawana haja na Yesu, wao tu wako na haja na jina lake. Apitie wasije wakasikia wakaipika wakaambiwa ya kwamba wako peke yao. Ona, hiyo ni hatari katika nyakati za leo. Maana wako na mikate yao, wako na mafundisho yao ambayo ni mafundisho ya wanadamu, sio ya Kristo, ambayo ni sheria za wanadamu, ambayo ni tafsiri za wanadamu na mafundisho ya wanadamu na sheria za wanadamu, lakini sio sheria zile za Kristo. Ni nyakati hizi zilizotabiriwa, na ni wakati wa kuamuka na kuwa tayari na kushikilia Biblia yako vizuri. Maana hao wanawake wako na ni makanisa, wao tu ni kujitanisha na Yesu, lakini wengine ni biashara wanafanya, wengine ni sako tu, yani ni kama sako ya kwamba tu kila Jumapili ni pesa, ni pesa, lazima uje na 100, lazima uje na 200. Sako imekuwa ni kama sako, hata ukitaka hata kukopeshwa utakopeshewa kanisani na urudishiwe. Wamekuja tu wakijitanisha na jina la Yesu, lakini wao hawafuati sheria za Yesu wala hawafuati Kristo. Hivyo ndivyo ilivyo, wanajishikilia tu. Ndio maana unasikia sasa hivi ati makanisa ndio imekuwa inaongoza katika utajiri. Ndio wako na hata mahospitali, hata mashule wanafungua, hata masako wako nazo. Maana ni hawa wanawake wamejishikilia kwa huyu mwanamume mmoja Yesu, na wako na chakula chao, wako na pesa zao, wako na mambo yao, wanaijitanisha tu na Yesu, lakini wako mbali na yeye. Wao ni biashara wanafanya, wako mbali, njia zao zinaoneshana. Ni hizi nyakati ambazo zilizotabiriwa, na ujue mwanamke anafaa awe mwaminifu, lakini hawa wanawake sio waaminifu. Na wanawake tunaongelea ni kanisa, wengi sio waaminifu. Ni wakuradarada na kuenda huko na kukuja, bora tu waitanishwe na Yesu. Mavazi wako nayo sio ya Yesu, yani sio neno la Mungu, ni mavazi ya kidunia tu. Nani anaweza kuwa na mwanamke kama huyo? Nani? Ya kwamba unasema uko na mwanamke, lakini huyu mwanamke anakuambia mimi sitaki chakula yako, hata nguo zako sitaki, mimi tu ni jina, niitanishwe kwa jina lako. Huyo anakutumia vibaya. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, watu wanatumia jina la Kristo vibaya, juu ya biashara tu. Hata unaona mtu ameandika biashara jina la Yesu pale, lakini hapo hakuna Yesu. Kumbe anaandika tu kwa sababu ya faida ya biashara, ndio wengi wakuje, maana wameona kuna jina la Yesu, faida yake, lakini sio kwa sababu anampenda Mungu sana au anataka kuishi kama vile Mungu anasema. Mwanamke ako na chakula
yake, mavazi yake, lakini hataki ya mwanaume. Yeye amejitosha, ametosheka mwenyewe. Ni jina tu anataka atumie jina. Ni mwanaume mgani ataitikia? Sasa hata Yesu hawezi kuitikia. Maana kanisa lazima liwe takatifu, lazima liwe waaminifu, wale watu ambao wameaminika sana. Unaona, neno la Mungu ndio Kristo. Kristo ni neno, na Kristo ndiye mwanaume au ndiye kichwa ya kanisa. Wewe ambaye umeokoka, kichwa yako ni Kristo, na kichwa ndiye inakuambia uende hivi, ufanye hivi. Wewe hauna mdomo ya kusema unifanye hivi. Kichwa yako ndio inasema, na kichwa ya kanisa ni Kristo. Lakini watu wengi hawasikilizi kichwa, wanajiongoza vile wanafanya, vile wanaongea, vile wanavyovalia, vile wanaishi, wanajiongoza. Ni mwanamke ambaye hana mwanaume, mwanamke ambaye hana kichwa, yani hana mwanaume, maana sio mwaminifu. Tunahitaji kuwa waaminifu kwa Yesu, maana Yesu ni mwaminifu. Yesu ni kichwa cha kanisa, na Yesu ni mwaminifu. Uaminike katika neno la Mungu. Usiwe mtu ambaye asiyekuwa mwaminifu. Ndio, shika neno la Mungu, fanya kama vile neno la Mungu linasema. Maana wakati ambapo unakula chakula kingine, unakosa kukula chakula cha mume wako, hiyo ni usherati, na hiyo huwa anasema ni ukahaba. Maana unakosaje kula chakula ya mume wako, lakini unakula nje? Ukirudi kwa Biblia inasema kuna mwanamke katika kitabu cha Ufunuo hakuwa mwaminifu, anaitwa mkahaba, kwa sababu aliacha fundisho la Kristo. Wakati mnaacha mafundisho ya Kristo, mnaacha Biblia, mnaenda kwa mafundisho ya wanadamu, mnaenda kwa desturi za wanadamu, hiyo ni ukahaba ya kiroho. Unakosa kuwa mwaminifu. Sasa kwa Mungu wewe sio mwaminifu, hiyo ni uzinzi, yani ni ukahaba wa kiroho. Maana umekosa kula chakula cha mume wako, sasa unakula chakula ambazo sio ya mume wako, chakula cha nje. Mafundisho yote ambayo sio chakula cha Kristo, mafundisho yote ambayo iko nje ya Kristo, hiyo ni mafundisho ya mwanaume mwingine, na hiyo ni ukahaba mbele za Mungu na uzinzi. Maana hayo haujakuwa mwaminifu. Ndio Kristo anataka tuwe waaminifu, na ile chakula anatupa, ile neno anatupa, ile mavazi anatupa, na ni utakatifu wa neno la Mungu, sio utakatifu wako wa kujitafutilia huko nje kuokota. Utakatifu wako wacha uwe ni utakatifu wa Biblia. Amen. Kile Mungu anasema fanya hivyo, hiyo ndio utakatifu. Lakini sio vitu ambavyo vya wanadamu. Ati ukiulizwa unasema kanisa kwetu tunafanya hivi, lakini tukirudi kwa Biblia hakuna mahali imeandikwa. Hiyo ni utakatifu wa kwenyu, mafundisho ya kwenyu ya wanaume wengine, sio mwanaume Kristo. Na hiyo ndio maana ya haya makanisa 7, wanawake 7 wanajiitanisha tu na Yesu, lakini hawakuli chakula chake, wanakulaga kule nje za wanaume wengine, za dunia tu, na mavazi ya dunia, lakini wamekataa ile ya Yesu ambaye amewaambia na amewapa. Haleluya. Aliye katika roho ananielewa, lakini aliye katika mwili
hata nielewa na hautanielewa, lakini aliye rohoni anaelewa jinsi ambavyo Roho anasema. Makanisa 7 wakujiitanisha tu, lakini wamekataa mafundisho ya Yesu. Wanasema sisi tuko na mafundisho yetu, tuko na utakatifu wetu na uhaki na sheria zetu tuko nazo, bora tu tuitanishwe na wewe tosha. Unaona? Jiulize kile unakula wewe kama Mkristo, maana wewe ndio kanisa. Siongelei makanisa ya watu, naongelea wewe ndio kanisa. Jiulize ile mafundisho unakula, ile sheria unafuata, ni ya mwanadamu ama ni ya Yesu? Vile unavyoomba, unaomba kulingana na Biblia ama ni kulingana na mwanadamu alikufundisha? Ukirudi kwa Biblia utaona vile unaomba, vile unafanya mambo yenu, vile mafundisho, vile unavyovalia, vile ambavyo unaenenda. Ukirudi kwa Biblia utaona ama ni mafundisho ya kanisa yetu, ya dini yetu na pasta wetu. Huu ni wakati wa kula chakula na mkate ambao ni Kristo. Mikate ingine yote ambayo sio Kristo, mafundisho yote ambayo sio Kristo, hiyo ni ya uongo, na hiyo ni ya wanaume wa dunia, na hiyo itakataliwa. Maana hiyo mikate itafanya uzae mtoto mwingine ambaye sio sura ya mume wako, na mume wako ni Kristo. Ndio unaona sasa watoto waliozaliwa wa kiroho wamekuja wakijita kama wa Kristo. Sio mbegu ya Kristo, hawafanani na Yesu, wanafanana na dunia, na wengine wanafanana na shetani, kwa sababu hawakukula mkate wa Yesu. Ile mbegu iliyopandwa sio mbegu ya neno, ni mbegu ya dunia. Sasa huyo mtoto akizaliwa, anazaliwa mtoto wa kidunia. Ndio naona mtu anasema ameokoka sana, ya kwamba hiyo mbegu ni mbegu ya zinaa, mbegu ya uongo, mbegu chafu. Ati mtu anaweza atukanane, alafu jioni ndio huyo anasema libakyuta. Lakini dakika zile zingine alitukanana. Mwingine naye ndio huyo anaavya mimba, anatoa na anamwaga damu isiyokuwa na hatia. Alafu wakati wa Sunday, Jumapili ya kwa kanisa, anasema damu ya Yesu imeniongoza, ni neema ya Mungu. Mwingine ndio huyo mbegu ingine. Wakati mwingine ako kwenye ulevi, lakini siku ya Jumapili ndio huyo anapiga diramu na piano pale, na mwingine ako kwa praise, anasema Yesu mtakatifu, akisema kuna kitu leo katika nyumba ya Bwana. Lakini wakati huyo mwingine, yani ni mlevi, ndio huyo anakimbizana na wamama na wanaume wenyewe. Lakini siku ya Jumapili ndio huyo akisema libakaita, akisema praise Jesus. Angalia, mbegu ambayo imezaliwa sio mbegu ya Kristo, ni mbegu ya shetani. Maana sio Kristo aliyepandwa, ni hawa wanawake ambao waliosema ati wako na chakula chao, wako na mavazi yao, lakini wanataka tu waitanishwe na Yesu. Wakasema tu bora niitanishwe na Yesu, bora tu anasikika, anaenda kanisa, ni wa kanisa, bora tu anajitanisha na kanisa, bora tu anaenda. Lakini njia zake, mavazi yake, mienendo yake yuko mbali na Kristo. Hiyo ni hatari, hiyo ni hatari sana. Sikia nikwambie, hili jina la Kristo sio jina tu la kutajataja. Maandiko inasema yeyote ambaye anayelitaja jina la Kristo, anayelikiri jina la Kristo na auache uovu. Sikia, yeyote ambaye anayelitaja jina la Kristo na aache uovu. Sasa kama wewe ni mbegu ya Kristo,
wewe unataja jina la Yesu na unakiri hilo jina, wachana na dhambi. Dhambi isionekane kwako, kuwa mbali na dhambi, maana hilo jina na dhambi haliwezi kushikana. Mungu akasema yeye ni Mungu ambaye ni moto. Musilitaje jina la Mungu na muzaha na uongo. Unaingiza hilo jina kwa biashara yako na unajua wewe ni muongo, na unasema vile ambavyo umenunua hivyo, na unasema hata Mungu unaitaja hilo jina kwa dhambi zako. Wengine analitaja jina la Yesu kwa usharati wake, hata kuko kwa ulevi na uzinzi na ukora, bado unataja jina la Yesu. Jichunge sana, maana jina la Mungu sio la kutajwa na mchezo. Alisema yote atakayelitaja na mchezo atakuwa mwenye dhambi na atahukumiwa. Hilo ni jina safi, ni jina takatifu. Wachana na hilo jina. Kama hautabadilika, wachana na hilo jina, maana unaipisha jina la Kristo. Amen. Mungu ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu kama vile alivyo mtakatifu. Siku ya leo watu wamezoelea sana. Watu wamezoea sana Mungu. Wacha nikuambie, usije ukafika mahali ya kumzoea Mungu. Maana afadhali wachane na wokovu kuliko mzoee, kwa sababu ni Mungu moto. Aliwaangamiza Waisraeli maana ya kuzoea. Unafika mahali unazoea sauti ya Mungu, unafika mahali unazoea mahubiri, unazoea hata wahubiri, uko na shida. Wakati unaona unazoea sana, ujue huo ndio wakati shida inakupata ya kuanguka. Maana utazoea dhambi, utazoea hata shetani. Mtalala na shetani, muwe na shetani, maana umemzoea. Umezoea hata maadui wako. Huo ni wakati wa hatari sana. Ndugu wapendwa, ni nyakati za mwisho na ni nyakati za kusimama. Kama kweli Yesu ndiye mume wako, kuwa mwaminifu, kula chakula chake. Mavazi wacha yeye akupe, utakatifu wacha akupe utakatifu wake, sio wako. Hakuna kitu unaweza kufanya wewe uwe mtakatifu pasipo utakatifu wa Kristo. Alisema pasipo utakatifu wa Kristo, mavazi yenu ni matabara. Matabara mbele za Kristo. Kama Kristo hayuko ndani ya hiyo utakatifu. Utakatifu chochote unafanya, wacha ile ni neno limesema, ni Kristo amesema, sio kufuata desturi za wanadamu. Amen. Ndiyo maana hawa wanawake wanasema, sisi tuko na mavazi yetu, hatutaki yako. Sisi tuko na chakula chetu, hatutaki yako. Bora tu tuitanishwe na jina lako. Unasikia? Wako na utakatifu wao na wako na chakula chao, chakula cha kiroho, neno wako na zao. Sasa wanataka tu kujitanisha na Kristo. Hawa ni wadanganyifu. Hawa ni washerati, hawa ni wazizi na wakoro na wanyagani. Na hivyo ndivyo Kristo alivyosema, nyumba yangu iliyoitwa kwa jina lake imefanyika kuwa zizi ambao ni ya wanyagani na wakora. Imekuwa pango ya wanyagani na wakora na wasizi wako huko. Lakini hilo jina hawezi kuondoa hilo jina. Hiyo jina lazima wabebe hilo jina kama kitambulisho ya kufanya uzizi, ya kufanya ukora na unyagani, na wengine kufanya uganga tu. Sasa jina la Yesu wamelibeba kama kitambulisho ya kuendelea na dhambi. Lakini ole wao wale wanatumia jina la Yesu kufanya ukora na mambo kama hayo kadhalika. Ole wao. Maana alisema ni afadhali hawangezaliwa kuliko wapoteshe
wapotoze wengine. Afadhali wangelizaliwa. Akasema watafugiliwa mawe, warushwe kule kwenye ziwa kule chini. Yaani hiyo ni hukumu, hawatatoka huko tena, maana itakuwa ni ngumu kwao maana ya kufanya ile. Sikia, tusikie hii mavazi ni nini. Hawa wanawake wanasema sisi tuko na mavazi yetu, hatutaki yako, bora tu tuitanishwe kwa jina lako. Wacha tujue mavazi ni nini. Tusoma kitabu cha Ufunuo Yohana 19 pale 8. Soma, inasema nini? Hivi ndivyo inasema hivi pale 19 8. Sikia, inasema, and to her was granted. Wacha tusome ya Kiswahili. Ufunuo ya Yohana pale 19 8 ndio hiyo. Ati akapewa kitani safi au nguo safi. Sikia, ile nguo ambayo Yesu alipeana, akapewa nguo safi nyeupe inayong'aa ili avae. Sikia, maana Yesu hataki watu uchi, hataki Wakristo wako uchi. Akapewa mavazi safi na hataki mavazi chafu, nyeupe inayong'aa ili avae. Na hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Sikia, hiyo mavazi ambayo Yesu anasema anapeana inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo hiyo ni haki na utakatifu wa watakatifu. Lakini hawa wanawake wamekataa mavazi yake. Wanasema sisi tuko na mavazi yetu na tuko na mikate yetu, bora tu tuendelee jina lako. Hiyo ni kusema wako na utakatifu wao na wako na haki zao. Sio haki ambayo imetoka kwa Biblia, bali ni haki ya wanadamu, haki ya desturi zao za mila na desturi, sheria za wanadamu, mafundisho ambayo haimo ndani ya Biblia. Unaona, Kristo anasema nini? Bi harusi wake au mke wake lazima awe na vazi lake, utakatifu wake mwenyewe. Tena bi harusi au mke wa Kristo lazima ale mkate wake. Ukikosa kula mkate wake, wewe sio mke wake. Hakujui. Utamwambia unakula mkate wa wanaume wengine ni wakina nani? Ni wakina nani hao? Unakula mikate yao na hao hawajakununua. Kanisa la kweli, Mkristo wa kweli, muamini wa kweli lazima ale chakula cha Kristo, na Kristo ni neno ambalo limedhihirishwa. Ni neno. Ukikosa kula neno, wewe haujulikani na Yesu. Wewe unajitanisha tu kwa jina la Yesu. Kama ni mavazi inasimamia utakatifu na matendo ya haki. Kama hautakuwa na mavazi yake, uko na mavazi yako, hiyo uko na utakatifu wako na uko na haki zako, na hiyo haijulikani. Unaona, ipo hatari, kuna hatari. Na ndio maana tunahitaji kurudi kwenye Biblia. Chukuza Biblia, chukuza chakula ambacho unakula, chukuza utakatifu, chukuza imani ambayo umepokea. Kama ni maandiko, chukuza. Kama watu wa Berea, maana ukichukuza maandiko, hiyo maandiko ndio ndani yake inawakilisha na inashuhudia Yesu, inashuhudia uzima. Lakini wengine hawataki kuenda kwa Yesu wapate uzima. Ndio watapekua Biblia, lakini hawaendi ndio wapewe uzima.
Unaona, hiyo ni hatari. Na hiyo ndio hatari iliyopo katika nyakati hizi za mwisho. Maana watu wamekataa ile utakatifu wa neno. Sasa wanataka utakatifu wao wenyewe. Hiyo kitabu ambacho ni cha Marko 17. Marko 17, naye akasema, na hivyo ndivyo inafanyika. Unaona siku saa hii au dakika hizi, watu wanakataa utakatifu wa Kristo. Sasa wanataka utakatifu wao. Unakataa damu ya Yesu. Sasa unataka ate damu ya kondoo. Ate unachinja. Ate unaambiwa na huyo atikuja na buzi, tutamwaga buzi na utoe dhabihu ya buzi. Ndio tuombe na hiyo kitu itaisha. Hiyo unakataa dhabihu ambayo Yesu alitoa mwenyewe. Sasa unakuja na buzi zako. Unakataa damu ya Yesu aliyomwaga mwenyewe. Sasa unataka kujinunua kwa damu ya kondoo. Mtakosana na yeye. Amen. Maana Yesu alitununua kwa damu. Hiyo sadaka ilishatolewa na Yesu. Hiyo dhabihu ilishatolewa. Sasa hizi dhabihu zingine unaambiwa kitoa dhabihu tukuombe, tuvuje. Utavuja kwa dhabihu. Utavuja. Na utavuja kwa nini? Lazima tupande, sijui lazima tumwage damu, sijui lazima tutengeneze madhabahu. Madhabahu gani? Yesu alifanyika kuwa madhabahu, akajitoa damu yake kama sadaka, kama kafara, yeye mwenyewe. Sasa unaambiwa utoe dhabihu. Dhabihu gani ingine ambayo ni kubwa kuliko Yesu? Waacha kudanganywa na wakora na wanyang'anyi. Wamekuja kwa jina la Yesu, lakini wamemkana Yesu kwa matendo. Nieleze ni wapi katika hii karne ambayo ya Agano Jipya, Paulo, Timotheo, Petro, Simeoni au yeyote au mwanafunzi wa Yesu yeyote ambaye aliambia watu walete dhabihu ndio waombewe? Nionyeshe, na nitawachana na mahubiri. Nionyeshe ni wapi Paulo au watumishi wa Yesu waliambiana wakati ambapo mtu anataka kuombewa ati aje atoe dhabihu ndio avujie dhabihu. Nionyeshe. Hawa ni wakora. Yesu alisema ya kwamba enendeni mkahubiri, mkaponye na mkavuvue wafu na muponye bure, maana mlipewa bure, muponye watu bure. Lakini leo hakuna cha bure. Mahubiri ni pesa, kuombewa ni sadaka ya pesa. Sijui itatoa sadaka ya hii, toa dhabihu ya hii. Hawezi ukombozi ati ndio ukombolewe. Ukombolewe lazima utoe dhabihu, lazima uinue madhabahu. Nionyeshe kwa Biblia ambayo maandiko inasema tuinue madhabahu. Kwa Agano Jipya Yesu alikuja kufunga madhabahu, akafanyika kuwa dhabihu, ya kwamba tuamini dhabihu, tuamini damu ya Yesu alitolewa kwa wakati mmoja. Tumuamini na utapona. Ni wakati wa kurudia Kristo na kurudi kwa mume wako. Rudi kwa mume wako. Mume wako ni Kristo. Rudi. Alitoa madhabahu, alikulipia hata gharama. Unasumbuka kutoa pesa ati ni dhabihu, ni kuinua madhabahu. Na dhabihu ni nini hizo? Na ili hali alikununua wewe. Kila unaamini unaistahili ni kuamini madhabahu na hiyo damu ya Yesu. Amen. Alisema ya kwamba wakati alipokuja hizo dhabihu na hizo sadaka hakustahili na hakutaka, lakini akajitoa mwili wake mwenyewe. Hapo ndipo akasema hakuna sadaka wala hakuna dhabihu ya ng'ombe au ya nini ingeweza kukomboa wanadamu. Ndiyo maana Yesu alikuja. Amen.
Hata wakati alikuja, hakuna mtu angeweza kufungua hata mihuri. Hicho kitabu hakuna mtu angeweza kufungua. Alifungua kwa damu yake mwenyewe. Sasa watu sasa hivi wanataka kusema wanaweza kujikomboa. Unaweza kujikomboa kwa damu yako. Utajikomboa kwa dhabihu. Utajikomboa, hauwezi. Hawa ni wakora. Ni wakati wa kuamuka na kujua kweli. Hati lazima umwage damu. Lazima utoe dhabihu hiyo. Ndio uponywe, ndio ufanyiwe nini maombi. Ukora. Hiyo ni mambo ambayo ni ya desturi zilizopitwa na wakati. Yesu alikuja kuondoa hiyo mambo na akaleta imani na akaleta sasa mzigo wako ukawa mwepesi. Maana ikifika wakati ati ndio ukopelewe, lazima utafute pesa fulani ndio ujenge madhabahu. Hiyo ni kusema hiyo ni mizigo, tunarudishwa kwenye mizigo. Wale masikini basi hawataombewa. Wale hawana hiyo madhabahu. Hiyo ni kusema wao hawezi, maana sasa munawekelea watu mizigo. Na Yesu alikuja na akachukua hiyo mizigo, akasema sasa ni kuokolewa ni bure, kuponywa ni bure. Bora uamini Kristo na uamini damu yake Yesu. Haleluya. Na hiyo ndio kweli. Sikia kitabu cha Marko 7:9. 7:9. Marko 7:9. Maandiko inasema hivi. Naye akawaambia, naye akawaambia, ninyi mnao njia mzuri ya kukataa amri za Mungu ili mpate kuyashika sheria zenu yenyewe, au mkaweza kuyashika tamaduni zenu. Akawaambia, hawa watu wanakataa amri za Mungu, wanakataa Kristo, wanakataa mume wao ili wajishikie amri zao, sheria zao na desturi zao. Kama Wafarisayo walikataa Yesu, wakakataa utakatifu wa Yesu. Sasa ndio watimize au ndio washike, waendelee na mila zao na desturi zao, na hawakuokolewa. Unaona kuna shida. Kitabu cha Timotheo pale 3:5 inasema nyakati zile za mwisho watu watatokea ambao wanajifanya ya kwamba wako na Mungu, lakini wanakana nguvu za Mungu. Watakuja wakiwa na sura ya kwamba wako na Mungu, lakini wanamkana huyo Mungu na wanakana nguvu za Mungu na nguvu ya neno. Ndio wanasema wao wameokoka, wao ni watu wa Mungu, lakini wamemkana Yesu, wamekana maandiko, wamekana neno la Mungu. Amen. Amen. Wewe ni mwanamke na mwanamke ni kanisa, na Yesu ndiye mwanaume. Kuwa mwaminifu kwa huyo mume wako, maana hizi ni nyakati za makanisa 7 ambayo inajiitanisha na jina la Yesu, lakini hawataki mkate, hawataki mavazi yake. Wako na wokovu wao, wako na nyimbo zao, wako na mafundisho yao, na hiyo ni hatari. Haleluya. Ni nyakati za mwisho. Mungu anatuita tumrudie Mungu. Wacha kufuata dini, fuata Kristo. Dini imekuwa mwanaume mwingine. Watu wanakataa Kristo aliye mwaminifu, aliye mwanaume pekee. Sasa watu wanataka dini, niko na dini yetu, niko na mafundisho yetu, mimi ninaamini hii, hiyo ni dini. Wacha kufuata dini, fuata Kristo. Haukukombolewa na dini, ulikombolewa na Kristo. Dini haina wokovu, Yesu ndiye ako na wokovu. Amen. Na Yesu na neno lake ni moja. Yesu na neno lake ni moja. Yesu na roho ni moja. Mungu na Yesu ni moja, wote ni moja. Sio watu watatu, ni moja. Tena hakuna Mungu watatu, ni Mungu mmoja aliyejidhihirisha kwa hizo sura 3
Hata aliwaambia Waisraeli, mimi ni Mungu mmoja, na mimi mmoja ndiye ambaye ninaokoa. Mimi ndiye ninaokoa, mimi ni Mungu mmoja. Na akasema, msiabudu sanamu, muabudu Mungu mmoja, msiabudu miungu. Lakini kuna watu wanaabudu miungu, maana wanaamini kuna Mungu watatu: Mungu Mwana, Mungu Roho, na Mungu Baba. Sasa wanaamini Mungu ni watatu. Hiyo ni mafundisho ya uongo, mafundisho ya pagani. Maana ni wapagani tu wanaabudu miungu, lakini waaminio wa Kristo wanaabudu Mungu mmoja aliyekuja kama Kristo. Akiwa mbinguni alikuwa ni Mungu Jehova Baba, akiwa hapa duniani akawa yeye ni Mungu na akawa yeye ni Mwana. Akiwa ndani ya roho zetu anakuwa ni Roho Mtakatifu, bado ni Mungu. Hiyo isikuchanganye. Na ikikuchanganya wewe kama mwanadamu, ujue uko na nafsi, uko na roho na uko na mwili. Na nyinyi sio watatu, wewe ni mtu mmoja. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Ndio anatokelezea kama roho, kama Mwana na kama Mungu. Ikikushangaza, ukikosa kuelewa, hautaelewa. Sasa hakuna Mungu watatu, Mungu ni mmoja. Ni kazi zake anafanya, anajitokelezea vile anataka. Sio kama mwanadamu. Wanadamu hawezi, lakini Mungu anaweza. Wewe hawezi ukawa Amerika na uko hapa Kenya, lakini Mungu anaweza. Ukiniuliza aje sijui, lakini naamini, maana hivyo ndivyo Mungu alivyo, na hivyo ndivyo Biblia inasema. Sasa ukitaka kuelewa kama mwanadamu, hautawahi elewa Mungu. Na hiyo sio imani, maana imani ni kuamini. Ni kuwa na kuamini. Mambo huoni lakini unaamini, maana Mungu ameshanena. Na hivyo ndivyo alivyo. Haleluya. Tuweni waaminifu kama kanisa, maana Kristo amekaribia kurudi, na anarudi kwa sababu ya mke wake aliyeaminika, mke wake aliyeshika neno, mke wake ambaye amekuwa mwaminifu kwa neno hadi kifo. Kama ni mavazi alivaa yake, utakatifu na uwake ni wake. Kama ni chakula, alichukula chakula cha mume wake, hiyo ni neno lake. Ndio. Sasa ukikosa kufanya hivyo, hakujui. Maana mwanamume halisi anajua mwanamke halisi ni yule ambaye anamunywesha, anamulisha, anamuvisha hata nguo. Wengine kama hawalishi, kama hawanyweshi, hawa ni makahaba. Hawa sio mke wako. Mke wako ni yule unalisha, anakula chakula chako, hata mavazi ni yako. Hata kukaa mnakaa na yeye. Wengine hawa ni wazizi na wakora na wanyang'anyi. Hivyo ndivyo Kristo naye anataka. Hataki watu wa kujishikilia kwa jina, anataka wa Kristo watakao kaa na Kristo, wafanane na yeye, washike neno lake na sheria zake. Amen. Hawa ndio Kristo anakuja kwa sababu yao. Anawatabua kama wake wake. Na hawa hawajanunuliwa na dini, hawa hawajitanishi na dini, wanajitanisha na Kristo aliye neno. Amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye nguvu na utukufu. Hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima ni kwako. Ni asante maana umenena nasi ya kwamba ni wakati wa kuwa waaminifu kwako. Wewe uliye kichwa cha kanisa, wewe ambaye uliye mwenye mwili ambaye tulio nao Bwana. Baba, tunaomba katika jina la Yesu, waita wale walio wako watoke katika wanaume wa ulimwengu wa dini katika jina la Yesu. Maana uliwajua hata kutoka tajia wakati ambao hawajaingia duniani, bado uliwajua. Waongoze katika kweli na katika mwangaza katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba
walio gizani, wacha mwangaza wako uwafikie katika jina la Yesu. Wape waaminifu na wafundishe kwa neno lako. Neno lako ndio mkate, neno lako ndio uzima, na ulisema hatutaishi bila hiyo neno itokalo katika kinywa chako, na ndio mkate ya neno lako ndio tutaishi kama wa mwanamke aliye mtakatifu na aliyekombolewa kwa hiyo damu na kanunuliwa bila hila yote. Katika jina la Yesu tunashukuru kwa sababu ya wema wako na waaminifu. Katika jina la Yesu tunashukuru sana. Pokea sifa na utukufu. Tunaomba na kushukuru. Amina, amina. Mungu awabariki sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Kristo anarudi, na ni nyakati ambazo ni za kujiangalia, ni nyakati za kujiandaa na neno, kufanana na neno, maana Yesu yuko karibu. Soma Biblia yako, omba na uone yaliyotabiriwa yote imekuja kutimia. Na kwa hiyo walio na macho wanaona, yani wanatazama, na walio na masikio si wanasikia. Basi jijue wewe ni nani na ukae kama neno, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Amen.